Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Tabora, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Sikonge, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa tuliokuja wote, viongozi wetu, kamati za siasa, mheshimiwa mbunge na ndugu wajumbe wa halmashauri kuu iliyoboreshwa. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu, tunasonga mbele. Narudia, kazi na utu, tunasonga mbele. Ndugu wajumbe, kabla sijawapeni ujumbe ninaotoa kwa maeneo yote nayopita, kwanza naomba kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa mapokezi yenu mazuri sana. Kama alivyosema mwenyekiti wa mkoa, nimekuja Tabora hapa mara nyingi kwa sababu ya nyadhifa nilizofanya huko nyuma. Nimekuwa waziri wa kilimo, na huku Tabora kilimo kikubwa kuliko vyote ni tumbaku. Kwa hiyo nina uhusiano na maendeleo ya tumbaku kwa sababu nilikuwa waziri kwa miaka kadhaa. Na yako mabadiliko fulani ambayo tulifanya wakati nikiwa waziri wa kilimo, na furahi kwamba yanaendelea. Wakati nikiwa waziri wa kilimo, makampuni yanayonunua tumbaku ndio yalikuwa yanaleta mbolea, na yalikuwa yanachukua pesa karibu zote za wakulima wa tumbaku. Kuna wakulima wa Tabora hapo waliwahi kulima mwaka mzima hapo katoka hawana hata shilingi. Wanasema hela zao zote zimelipia gharama ya mbolea. Sasa mtu anauliza, sasa kama niliweka mbolea halafu tumbako nimelima halafu sikupata hela, sasa mbolea ni ya nini? Tulibadilisha mfumo ule, haikuwa kazi rahisi. Tuliwaambia wazungu wale wa makampuni matatu, yako matatu tu yananunua mbolea nini, tumbaku, kwamba nyinyi tuliwapa leseni ya kununua tumbaku, hatukuwapa leseni ya kuuza mbolea. Kwa hiyo tugawani, mbolea iende kwa wakulima kupitia ushirika na nyinyi mnunue tumbaku kwa mashindano. Na mfumo huo umesaidia kufanya tumbako leo bei yake ni nzuri, na tumbako inaletwa ruzuku kwa ajili ya mbolea. Tulifika hapo mlangoni, wakati tunaingia kulikuwa na bango, na mtu mmoja alikuwa analinyosha, mwingine anamwambia shusha, na mimi nikasema anashusha la nini? Mbona tumeshalisoma? Tumelisoma, likuwa linasema wakulima wa Sikonge wanadai bilioni 1.2 fidia ya mbolea ya ruzuku, au sio? Sasa akashusha yule bwana, kitu kasha tumeshasoma. Kwa nataka niwaambie kwamba hili swala la mbolea na ruzuku tutalizungumza baada ya kikao hiki kule Tabora na wenzetu wa Watco, na wako maofisa wa serikali ambao wanalifanyia kazi. Tunaenda watuambie kazi yao hiyo imefikia wapi, lakini nataka kuhakikishia kwamba mtalipwa fedha yenu, kwa sababu ndio ilikuwa imekusudiwa na serikali mpewe ruzuku ya mbolea kwa ajili ya Lakini pamoja na uwaziri wangu wa kilimo na wa maji wa nusu mwaka, nilikuwa sijafika Sikonge. Kwa hiyo mwenyekiti, ulikuwa sawa sawa uliposema leo ndio nimefika Sikonge mara ya kwanza. Sijui mara ya kwanza tangu lini, nadhani mara ya kwanza tangu kuzaliwa. Kwa hiyo nafurahi sana kuja Sikonge, maana nimefika wilaya nyingi sana za Tanzania, lakini hii ilikuwa moja. Nikija Tabora wananiambia Sikonge
kupangia, maana barabara ni mbaya sana. Sasa nikasema si itakuwa nzuri lini, lakini leo nimekuja, barabara nzuri sana. Kwa hiyo nimekuja Sikonge, nafurahi sana kuja kwenu. Ndugu wananchi na wajumbe wa chama chetu, sisi ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Nyinyi wote mlioko hapa ni viongozi. Tumepokea mwanachama wetu mmoja mpya kutoka Chadema, lakini pamoja na kelele nyingi za Chadema isingeweza kujaza chumba hiki chote kikiwa ni viongozi. Hakuna chama cha namna hii isipokuwa sisi. Tena hakuna chama cha namna hii Tanzania, na kwa kweli hakuna chama cha namna hii Afrika chenye viongozi wengi namna hii, hakuna. Na wako wanatuuliza, nyinyi CCM siri yenu nini? Mbona KANU walikufa, mbona UNIT kule nini Zambia wamekufa, UPC ya Uganda imekufa, sisi tunadunga tu, siri yetu nini? Tunawaambia si mabalozi wa nyumba kumi, mnyoshe mkono. Basi siri yetu ile pale inyoshe. Sisi ndio chama ambacho kila wanachama, kila nyumba kumi na kila nyumba kumi na kiongozi wao. Hakuna chama vingine vyote vikija vinakuja kujifunza kwetu. Hatutaki chama cha watu wachache, hatutaki chama cha viongozi, tunataka chama cha wanachama. Na wote mnaona hapa wajumbe wa halmashauri kuu na vyeo kibao, wakiwahesabu halmashauri kuu yote pamoja na mwenyekiti, tuko 164. Na 264. Sasa kingekuwa chama cha watu 204 kingekuwa kidumu, maana watu 204 wanaweza wakagombana kikafa kule. Lakini chama hiki kina wanachama 12.5 milioni. Tena hiyo ni hesabu ya wiki iliyopita, inawezekana wanaendelea kuongezeka. Na mwingine ameongezeka sasa, hesabu ni 12.5 milioni. Na wapiga kura wako 30 milioni. Kwa hiyo tukitaka kugombea urais, mtaji wetu ni 12.5 milioni. Tunashinda hatushindi? Tunashinda. Hatujaweka wapenzi wa CCM ambao si wanachama, ambao wanafurahia huduma tunazotoa na zieleza. Kwa hiyo sisi si chama cha kawaida, na wale wanaojilinganisha na sisi, uhusiano wetu na wao kama kuku na vifaranga, hatuwalaumu, maana ndivyo historia ilipowaweka. Na sisi historia yetu imetukuka. Sisi ni warithi halali wa vyama vya TANU na Afro-Shirazi. Sisi ni warithi wa vyama vilivyoleta uhuru. Ni warithi wa chama kilicholeta mapinduzi ya Zanzibar. Kwa ni chama cha historia ambacho kimeongoza nchi yetu kwa mafanikio makubwa. Nasema hivyo kifua mbele kwa sababu watu ambao hawajui tulikotoka, na wengine ni vijana wadogo tu, hawajui kwamba tulipojitawala ilikuwa hakuna university hapa moja, kwamba university waliosoma ilianza baada ya uhuru, na ilianza katika majengo ya TANU Lumumba ikiwa na wanafunzi 14 tu. Yaani Yesu tulimzidi wawili.
walikuwa nao 12, sisi tulianzisha chuo kikuu tukiwa nao 14, tena wa sheria. Sheria ndio tulikuwa hatuna watu wa sheria, kwa ndio waliosomea Lumumba. Huko ndiko tulikotoka baada ya kutawaliwa na wakoloni miaka 75, baada ya machifu wa kwetu kukataa ukoloni pamoja na chifu wa hapa yule anaitwa Isige, ndio wakapigana nao mpaka akajiua yeye mwenyewe. Na wale vijana waliokuwepo wakati ule wa mapambano walichukua maiti yake wakaenda kuificha mahali panaitwa nini? Siepa. Mahali pa kuficha. Siepa. Wakamchukua, maana Wajerumani walikuwa na tabia ya kukata vichwa vya machifu. Na Mkwawa walikata wakaenda nacho Ujerumani kwao. Wa hapa walikificha hawakupata kichwa chake. Ni ushahidi ya kwamba wakoloni hawa walikuja kwa mabavu, wakatutawala miaka 35, wakagombana wenyewe kwa wenyewe. Wajerumani wakaondoka. Wakati ule nchi ilikuwa haitwi Tanganyika, si kama watu wanajua. Hapa kwa na nchi inaitwa Tanganyika. Hii ilikuwa inaitwa Ujerumani ya Afrika Mashariki, Deutsch Ostafrika. Tungejitawala bila kupita ya iliyoondoa Ujerumani, sisi tungekuwa tunaitwa Deutsch Afrika huru. Maana majina waliweka wao na mipaka waliweka wao. Walipoondoka wakija Uingereza wamekaa miaka 40. Walichotuachia kwenye elimu ni injinia wawili. Injinia wangapi? Wawili. Leo tuna injinia wengi, tunadhani hata Sikonge hapa kuna injinia. Kuna injinia wako wangapi injinia? Wako huko peke yao? Wako wengi. Sasa Sikonge wako wengi, lakini Tanganyika ni mwaka 60 walikuwa wawili. Nchi yote. Na halina barabara, halina daraja. Ndio nchi hiyo tuliyokabidhiwa. Ilikuwa na daktari mweusi mmoja tu. Na 11 walikuwa kutoka India na Pakistan. Na walikuwa wanakuja kutibu watu Dar es Salaam pale panaitwa mtaa wa Wahindi pale. Wewe ndio unapajua Upanga. Basi huku kwa Nyamwezi hakuna daktari. Wakina mama wa siku zile walikuwa hawajifungui, maana kujifungua mpaka unapima. Walikuwa wanazaa, tofauti yao na ng'ombe haikuwa kubwa. Maana ng'ombe hajifungui, maana hana kliniki. Hiyo ndio nchi tuliorithi. Hawa hawaelewi vijana wetu, tunabidi tuyaseme haya ili waelewe. Ile university iliyowasomesha mpaka leo wanapata sauti ya kusema hamkufanya chochote, ni kwa sababu tuliwasomesha. Kwa university ambayo wanatani walichanga senti 50 ndio ulikuwa uchumi wao wakati ule. Kila mtu anachanga senti 50 ukajenga chuo kikuu. Huko ndiko tulikotoka. Ndiko tulikotoka huko sisi. Mimi naesema na nyinyi sina tofauti na waliozaliwa wakati ule. Walizaliwa kama ndama tu.